Uhali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari, tukujuze yale yaliyojiri tuliokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, nitakusomea habari za kitaifa. Habari za kimataifa zitasomwa na Roman Shirima na habari za biashara zitasomwa na Nizia Masinde. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa aelekeza mikopo itolewe bila viashiria vya rushwa. Katika biashara, Tanzania yapanua ujuzi wa ufundi stadi kuendeleza viwanda. Na katika habari za kimataifa, viongozi wa Afrika kushiriki mazishi ya mwili wa Raila Odinga nchini Kenya, Tanzania ikiwakilishwa na makamu wa rais Dr. Philip Mpango. Karibu mtazamaji wa TVE, na moja kwa moja tuanzie jijini Dar es Salaam ambapo tunaelezwa kuwa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa ameelekeza mikopo inayotolewa na serikali kwa makundi mbalimbali ya ujasiriamali na wafanya biashara ikiwamo wanawake, vijana na watu wenye ulemavu itolewe kwa uadilifu bila uwepo wa vitendo vya rushwa, kwani yapo malalamiko kuwa waombaji mikopo wamekuwa hawapatiwi fedha kamili kama walivyoomba. Mwanahabari wetu Mrisho Mapeyo anayo taarifa zaidi. Akizungumza katika mkutano uliokutanisha makundi maalumu mkoa wa Dar es Salaam ikiwemo mamalishe, babalishe, vijana, wanawake, bodaboda, machinga na wadau mbalimbali, Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amesema mikopo zinatolewa na rais ili kuyawezesha makundi maalum, lakini ipo changamoto ya wakopaji kulazimika kutoa shukrani kupitia fedha hizo, jambo ambalo huathiri kazi zao. Aidha, Waziri Mkuu Kassim Majaliwa ameeleza mikakati ya Rais Dr. Samia kuimarisha usafiri wa umma jijini humo kwa kujenga miundombinu bora na kuruhusu kampuni binafsi kuanza kutoa huduma ya usafiri wa mwendokasi ambao sasa umeanza kuimarika. Nataka niwahakikishie hakutakuwa na fedha itakayokwenda nje ya malengo yako. Umeomba mtaji wa milioni 100 zitaenda kwenye biashara yako. Milioni 50 zitaenda kwenye biashara yako. Na wakurugenzi mnisikie, mna mikopo nyie ya 10%. Anapata milioni 5, aondoke na milioni 5 yake. Asiondoke na pesa pungufu kwa kisingizio anamshukuru fulani kwa kupata mkopo. Mkopo huu ni wao wajasiriamali. Mkurugenzi huko ofisini na wasaidizi wako mko kwa ajili ya kuwatumikia na kuwahudumia Watanzania. Shukurani sio ya kupunguza kipato chake. Atakuja kushukuru atakapofanikiwa. Tena kushukuru atakwambia tu kwenye mkutano, Mheshimiwa Mkurugenzi tunashukuru sana, lakini sio kupunguza fedha ya mkopo aliyopata akasema ndio anakushukuru. Anakushukuruje naye hajafanya biashara? Awali, kabla ya kumkaribisha waziri mkuu, waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum Dr. Dorothy Gwajima amesema serikali ya awamu ya 6 chini ya Rais Dr. Samia haijamwacha mtu ama kikundi cha watu kwenye mpango wa maendeleo, kwani amekuwa akiwezesha makundi yote ili watimize malengo yao. Mheshimiwa Waziri Mkuu, safari imeanza kwa kuundwa wizara ambayo haikuwepo hapo awali katika awamu zote, lakini Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya iwepo. Makundi haya ameyakusanya yote, kama vile mnavyoona kuku anakusanya vifaranga vyake kutoka kona zote na kuviatamia akayaweka kwenye hii wizara. Nani kama Dr. Samia Suluhu Hassan jamani? Dr. Samia Suluhu Hassan ana moyo wa kuona mtu mnyonge chini kabisa katikati ya maendeleo yaliyotokea katika nchi hii, akasema hapana, waiteni wote waje kwangu ni wakusanye, ni waatamie, lakini nataka ni wasajili, ni wafahamu mmoja baada ya mwingine. Akaanzisha mfumo wa usajili wa wafanyabiashara ndogo ndogo, na leo hii Mheshimiwa Waziri Mkuu, 111,000 wameshasajiliwa katika mfumo huo. Wafanyabiashara oye! Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila ameeleza namna ambavyo serikali chini ya Rais Dr. Samia imekuwa ikiwezesha wafanyabiashara kwa kuimarisha miundombinu ya barabara, madaraja, uwepo wa umeme wa uhakika pamoja na kuboresha usafiri wa mwendokasi. Nyakati hizi za kampeni, watu wasije wakadhani serikali nayo imeenda likizo. Serikali inaendelea kusimamia ujenzi wa miradi hiyo ili shughuli za kiuchumi zisisimame. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hapa nyuma kidogo tulikuwa na tatizo la mambo ya umeme. Tupelekee pia salamu kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
kwamba umeme katika mkoa wa Dar es Salaam sasa umeanza kuwa stabilized kwa kiasi kikubwa sana. Nikupe tu taarifa ndogo, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Dar es Salaam tuna plants ambazo zinazalisha gesi lakini na umeme wa gesi. Tuna Ubungo 1, Ubungo 2, Ubungo 3. Tuna Kinyerezi 1 na Kinyerezi 2 pamoja na Tegeta. Zote hizi Mheshimiwa Waziri Mkuu zinafanya production ya megawati 952. Lakini sisi Dar es Salaam tunatumia megawati 650. Maana yake ni kwamba tatizo la umeme kwa sasa sio kama lilivyokuwa awali. Na baadhi ya wadau na wataalamu walioshiriki mkutano huo wameishukuru serikali kwa maelekezo ya namna bora ya utoaji mikopo ili iwanufaishe wafanyabiashara wadogo. Kwanza tuchukue nafasi hii kumshukuru Mheshimiwa Waziri Waziri Mkuu kwa sababu hili jambo ameliona. Hii ni changamoto kubwa sana, na si tu kwenye halmashauri, hata kwenye taasisi za fedha. Unaweza kuona mjasiriamali anaenda kuomba mkopo wa milioni 2, mizunguko inakuwa mingi, lakini ukienda kiundani zaidi, hiyo milioni 2 ambayo imeandikwa kwenye karatasi, mtu anaweza, afisa au wale ambao wanasimamia hiyo mkopo anaweza kusema chukua milioni 1,800,000, chukua milioni 1,500,000, lakini kwenye ule mkopo wewe unahesabu umechukua milioni 2. Hii ni changamoto kubwa kweli ambayo ipo. Kwa hiyo kama viongozi wetu na wasimamizi wetu ambao wanaenda kufanya hizi kazi, wakizingatia haya maelezo ya Waziri Mkuu, tunaamini wajasiriamali wote waliokuja leo kwenye mkutano huu watafaidika sana na hii fursa. Hii ni changamoto kubwa ambayo ipo. Maelekezo ambayo alitoa Waziri Mkuu kwa wakurugenzi kwamba mtu akikopa milioni 5 apewe milioni 5 badala ile kukata wenyewe kule kale kwenda kukata ganji, siwe na ganji, kwamba hela imfikie mtu mzima. Unajua ile hela ikitoka labda milioni 5 alafu unapewa milioni 4 sina laki 5 au milioni 4, ina maana inampa mzigo mkubwa huyu machinga kuweza kurudisha hiyo pesa. Alafu ikumbuke hiyo pesa sio zawadi, hiyo pesa ni ya mkopo, kwa maana unatakiwa uirudishe. Asante sana Mrisho Mapeyo kwa taarifa hiyo. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema suala la kudumisha amani ni jukumu la kila mwananchi anayependa maendeleo. Alhaji Dr. Mwinyi amesema hayo Oktoba 17 alipojumuika na waumini wa dini ya Kiislamu kwa sala ya Ijumaa na dua maalum ya kuiombea nchi na uchaguzi mkuu uliofanyika msikiti wa Mwembe Shauri, mkoa wa Mjini Magharibi. Ameeleza kuwa suala la kudumisha amani sio la mtu mmoja, bali kila mwananchi ana wajibu wa kudumisha amani kwa nafasi yake. Rais Dr. Mwinyi amesema kuwa amani ndio nguzo ya kuleta umoja na maendeleo katika nyanja zote, hivyo jamii inapaswa kuweka mkazo zaidi kuhubiri amani na utulivu, wakati huu zikiwa zimebaki siku chache kuelekea uchaguzi mkuu tarehe 29 Oktoba 2025. Amebainisha kuwa maendeleo makubwa yaliyopatikana katika nyanja mbalimbali yametokana na kuwepo kwa amani kwa kipindi cha miaka 4 iliyopita, hatua iliyowezesha serikali kutekeleza mipango yake kikamilifu. Rais Dr. Mwinyi amewasisitizia wananchi kuendeleza utulivu uliopo sasa wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi na kufuata maelekezo yote ya uchaguzi siku ya kupiga kura ili demokrasia ichukue nafasi yake. Ni jukumu la kila mtu. Hakuna mmoja wetu atakayeweza kusema hili halinihusu mimi. Kila mmoja wetu jambo hili linamhusu. Maadamu uko katika nchi hii, basi kauli yako wewe au kitendo chako wewe kinaweza kuwa ndio chanzo cha kuharibika kwa amani tuliyokuwa nayo. Kwa hivyo naendelea kutoa wito kwa Wazanzibari sote kwa ujumla wetu, tuone kwamba jambo hili linatuhusu na kila mmoja wetu ajitahidi kumwomba Mwenyezi Mungu atujalie tumalize kwa amani na salama, lakini vile kila mmoja wetu atunze kauli zake na vitendo vyake ili asije akawa yeye ndio aliyesababisha kuharibika kwa amani. Benki Kuu ya Tanzania imewataka wananchi kupuuza taarifa za uwepo wa zoezi la kuchapisha fedha na kuzisambaza kwa ajili ya kugharamia uchaguzi mkuu, huku ikisisitiza kuendelea kutekeleza na kusimamia sera ya fedha ambayo imeendelea kuimarisha uchumi wa Tanzania. Goodluck Msola anayo taarifa zaidi. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na kusainiwa na gavana wa Benki Kuu ya Tanzania Dr. Emmanuel Tutuba, imekanusha taarifa kuwa Benki Kuu imechapisha fedha kwa ajili ya kusaidia shughuli za uchaguzi. Katika taarifa hiyo imefafanua kwamba Benki Kuu ya Tanzania, kama ilivyokuwa kwa nchi nyingine duniani, huchapisha fedha kwa mujibu wa kifungu cha 26 cha sheria ya Benki Kuu sura 197
na kuziingiza kwenye mzunguko kulingana na shughuli za kiuchumi pamoja na mahitaji yaliyopo. Aidha, katika taarifa hiyo, Benki Kuu imeendelea kutekeleza vizuri sera ya fedha na kuwezesha mfumuko wa bei kuwa chini wastani wa 3.3 kwa miezi 10 ya mwaka 2025, uchumi kukua kwa kasi ya matarajio 6% kwa kipindi cha mwaka 2025, urari wa malipo pia ukipungua hadi kufikia 2.4% ya pato la taifa kwa mwezi Septemba 2025, huku thamani ya shilingi ikiendelea kuimarika kwa 8.8% kwa mwaka ulioishia Septemba 2025, na akiba ya fedha za kigeni ikiongezeka hadi kufikia dola za Marekani bilioni 6.7 zinazokidhi uagizaji wa bidhaa nje ya nchi kwa miezi 5.4. Hata hivyo, taarifa hiyo pia imesisitiza kuwa benki zote zilizopo nchini Tanzania zinasimamiwa kwa kuzingatia sheria, kanuni na miongozo na vigezo vya kimataifa, ambapo zimeendelea kuwa na mitaji ya kutosha, ukwasi wa kutosha, na zimetengeneza faida na zina kiwango kidogo cha mikopo chechefu. Gavana Tutuba amewataka wananchi wa Tanzania kutokubali kuhamisha fedha zao kutoka kwenye benki, bali waendelee kutumia huduma za kibenki bila wasiwasi wowote. Asante sana Goodluck Msolla kwa taarifa hiyo. Saratani ya matiti kwa wanaume imeendelea kuongezeka nchini tofauti na miaka ya nyuma ambapo idadi ya wanaume waliokuwa wakibainika kuwa na ugonjwa huo ilikuwa ndogo. Zaidi tuungane na mwanahabari wetu Recho Chacha. Imeelezwa kwamba awali kati ya watu 100 waliokuwa wakifanyiwa uchunguzi wa saratani ya matiti kati ya wanawake na wanaume, mwanaume mmoja pekee ndiye aliyekuwa akigundulika kuwa na saratani hiyo, lakini kwa sasa takwimu zinaonyesha kati ya watu hao wanaume 5 hubainika kuwa na saratani ya titi. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa semina kwa waandishi wa habari ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya mwezi wa saratani, meneja wa huduma za uchunguzi wa saratani na elimu kwa umma kutoka taasisi ya saratani Ocean Road, Dr. Maguha Stefani amesema saratani ya matiti imekuwa changamoto kubwa duniani, huku nchini Tanzania ikishika nafasi ya pili miongoni mwa aina za saratani zinazoongoza. Kati ya wagonjwa 100 wa saratani ya matiti, tafiti ama takwimu zinaonyesha wagonjwa 5 ni wanaume, lakini wagonjwa 95 ni wanawake. Kwa hiyo saratani ya matiti inaweza ikapata wanaume pia. Kwa hiyo wanaume pia, kwa vile tunafahamu wana matiti wanaweza kupata saratani ya matiti. Kwa hiyo nao wanahitajika wajikinge ama wafanye uchunguzi wa mara kwa mara. Naye kaimu mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya saratani Ocean Road, Dr. Crispin Kahesa amesema takwimu za sasa zinaonyesha kuwa kati ya watu 5 mtu mmoja anabainika kuwa na aina fulani ya saratani, na inakadiriwa kufikia mwaka 2050 idadi ya wagonjwa wapya wa saratani duniani itafika milioni 35. Ili kuhakikisha kwamba huduma hizi zinapatikana, tumeweza kuzisambaza, si kwamba ziko tu Ocean Road, nchi nzima, kuanzia kwenye zahanati, hospitali zetu za mikoa na za kibingwa. Kuna vituo zaidi ya 1100 nchi nzima. Lakini upatikanaji wa vipimo, tuna vipimo vya CT scan, MRI kuanzia kwenye ngazi ya wilaya na hospitali za mikoa. Kwa hiyo sasa hivi kazi ni kwetu sisi kufika hospitalini. Baadhi ya wahanga wa saratani ya matiti waliopata nafasi ya kushiriki semina hiyo wameelezea umuhimu wa elimu kwa jamii juu ya kuwa na utaratibu wa kupima mapema afya zao. Akaniambia hapa tuanze matibabu. Nikamwambia sawa. Daktari nikamkubalia pale. Lakini baada kutoka nje nikakaa kwenye mwembe pale nikafikiri, nikasema yani mimi naweza nikapata kansa kweli? Sivuti sigara hata siku hii moja. Simtumizi wa mapombe hata siku hii. Sasa naipataje hii? Lakini mwisho wa siku nikakubaliana na daktari. Nikaelezea familia kwamba imekuwa ni hivi. Nao wananiambia, "Tulikwambia, huo ugonjwa ni hatari, hautibiki. Twende nyumbani ukatumie dawa za kienyeji." Mama anaitisha huko Moshi. Huo ugonjwa hauchagui umri, au mchagui mtu, au mchagui maskini, au mchagui tajiri. Unaweza kupata mtu wakati wote. Sasa ukiwa tayari psychologically umeshajiandaa, ina maana leo ukiambiwa na daktari pale kwamba umepata saratani ya utumbo mpana, sasa hapa inabidi tuanze tiba, ni lazima ukubali. Hata hivyo, taasisi ya saratani Ocean Road imeendelea kutoa wito kwa Watanzania wote, hususan wanaume, kujitokeza kwa wingi kufanya uchunguzi wa saratani ya matiti na saratani nyinginezo, huku wataalamu wakisisitiza kuwa utambuzi wa mapema ndio silaha kuu ya kupunguza vifo vitokanavyo na ugonjwa huo. Asante sana Recho Chacha kwa taarifa hiyo.
Takwimu zinaonyesha 66% ya watoto wa Kitanzania wanatumia mitandao, huku 4% kati yao wameathirika na changamoto za kihalifu mitandaoni. Hazla Omari ana taarifa zaidi kutoka Arusha. Takwimu hizo zimetolewa na mtaalamu wa usalama na uchunguzi wa makosa ya kidijitali Yusuf Kileo wakati wa ziara ya kutoa elimu ya uelewa juu ya matumizi ya usalama wa mtandao kwa walimu na wanafunzi wa shule za msingi na sekondari jijini Arusha, ambapo amesisitiza matumizi ya mtandao yenye faida. Hivi watumie mitandao vizuri, wawe watumiaji wa mitandao kwa kuheshimu wengine, na wajue kwamba kesho yao inajengwa leo wanapotumia mitandao. Tafiti zilizofanyika zilionyesha 67% ya watoto wa Kitanzania wanatumia mitandao na 4% kati yao wameathirika na changamoto mbalimbali za kihalifu mtandao. Na changamoto hizo ni zipi na namna gani wanaweza kujiepusha kutokana na changamoto mbalimbali za kihalifu mtandao? Kwa upande wao, walimu washiriki wa mafunzo hayo wamesema matumizi ya tehama hayakwepeki na yamekuwa sehemu ya maisha yetu, hivyo ni lazima kupata mbinu ili kutambua uhalifu mtandaoni. Binafsi na kwa niaba ya walimu wenzangu, tunafurahi kupata mafunzo haya kama walimu, lakini pia kama wazazi. Mafunzo haya yametufundisha namna ya kuweka taarifa zetu kwenye mtandao kwa faida yetu na kwa faida ya familia zetu pia. Lakini sio hivyo tu, mafunzo haya yametufundisha pia namna gani tutakavyowasaidia watoto wetu wabaki salama mtandaoni. Cyber security awareness, na tunayo department inayofanya hiyo kazi, na kila mwanafunzi anahakikisha kwamba ni wajibu wake kulinda data zake binafsi, na ni wajibu wake pia kuhakikisha kwamba analinda taarifa za mwenzake, na haturuhusu kwamba taarifa hizo zikaenea kila mahali kama wanavyofikiri wao. Mwezi wa 10 kila mwaka ni mwezi wa kutoa elimu ya usalama mtandaoni, na mwaka huu Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari imelenga kutoa elimu kwenye eneo la usalama mtandaoni, jinsi ya kulinda mtoto na ulinzi wa taarifa binafsi, ambapo wanafunzi na wadau wa elimu wameonyesha mwitikio wa kufanyia kazi elimu walioipata. Pia nimegundua athari ambazo zinaweza kusababishia pale ambapo hautatumia kifaa, mfano simu, kompyuta kwa usalama. Mfano inaweza kusababisha udhalilishaji, inaweza kaleta wizi mitandaoni. Jambo moja ambalo ningependa kuwakumbusha Watanzania wenzangu ni kuwa na nidhamu tunapotumia mitandao. Hasa kwa watoto wadogo, wakumbuke kwamba kesho na kesho kutwa watakapohitaji kuajiri ama kuajiriwa, ni lazima historia za tabia zao kwenye mitandao zitafuatiliwa. Asante sana Hazla Omari kwa taarifa hiyo. Wakazi wa Kamunyonge Bondeni, manispaa ya Musoma, sasa wanapokea fidia zao baada ya serikali kutoa zaidi ya shilingi bilioni 5 ili kupisha ujenzi wa majengo ya abiria katika uwanja wa ndege wa mkoa wa Mara. Adam Kadutu ana ripoti zaidi. Meneja wa viwanja vya ndege kanda ya Ziwa anasema hatua hii ni sehemu ya jitihada za serikali kuhakikisha uwanja wa ndege wa Musoma hapa mkoani Mara unakamilika kwa wakati na kuanza kutoa huduma kwa wananchi na wageni. Serikali kupitia Mamlaka ya Viwanja vya Ndege Tanzania, leo tunaanza rasmi zoezi la ulipaji wa fidia ya wananchi kwa ajili ya kuweza kupisha ujenzi wa jengo la abiria wa kiwanja chetu cha ndege cha Musoma. Hongereni sana wananchi, siku mlioivumilia kwa hamu, kwa bashasha imefika leo ya ulipaji. Akizungumza wakati wa kukabidhi hundi ya malipo hayo, mkuu wa wilaya ya Musoma Juma Chikoka anawataka wananchi watakaolipwa fidia kuzitumia fedha hizo kwa maendeleo na kupisha ujenzi huo bila vikwazo. Kwa mapenzi mema aliyokuwa nayo, tayari ameleta hapa shilingi bilioni 5.2 kama fidia kwa wananchi wa kata hii ya Kamunyonge ili kupisha maboresho ya uwanja wetu wa ndege wa Musoma. Baadhi ya wakazi wa Kamunyonge Bondeni wanaishukuru serikali kwa kuwalipa fidia, wakisema hatua hii imeondoa hofu na kuwapa matumaini mapya ya maisha bora. Kwanza kabisa napenda kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa hii kazi nzuri aliyotufanyia. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imetekeleza hili na niseme ni shukrani sana, kwa sababu wamepata stahiki zao zote zinazotakiwa kupatikana. Kwa hiyo ni jambo ambalo ni jema, nimefurahia kwa hilo. Asante sana Adam Kadutu kwa taarifa hiyo.
Taasisi ya kudhibiti ubora wa mbegu nchini TOSCI imewataka wazalishaji wa mbegu na miche kuhakikisha wanasajiliwa na taasisi hiyo ili kuiwezesha taasisi kufuatilia na kukagua ubora wa mbegu na miche wanayoizalisha. Goodluck Msolla ameandaa taarifa zaidi. Akizungumza mkoani Tanga wakati wa kilele cha maadhimisho ya wiki ya chakula duniani, mkurugenzi wa majaribio na tathmini kutoka TOSCI Matengia Swai amesisitiza wazalishaji wa mbegu nchini kusajiliwa na taasisi hiyo, huku pia akiwataka wakulima nao kusajiliwa katika mfumo wa ruzuku ili waweze kupata mbegu kwa unafuu. Na tunawaasa wakulima wanunue mbegu bora yenye lebo ya TOSCI. Kuna za mahindi zina lebo ya ruzuku, mbegu nyingine zina lebo ya TOSCI. Kwa hiyo wanunue mbegu zenye lebo ya TOSCI zilizothibitishwa ubora. Na pia mbegu za mboga mboga zote zinatakiwa ziwe na lebo. Na wakati huu tunaendelea kusajili wale ambao wanalima, wanazalisha maparachichi, miche ya maparachichi na vipando vyote vinatakiwa vizalishwe kwa kuzingatia ubora na wakaguliwe. Kwa hiyo wajisajili ili waweze kupatiwa huduma ya TOSCI na waweze kuzalisha kwa ubora. Aidha, Biswai amesisitiza kwamba taasisi hiyo inaendelea kufuatilia kwa karibu ubora wa mbegu zinazosambazwa mitaani ili kuepusha wakulima wengi kupata mbegu ambazo hazijapitishwa na wataalamu hao, hivyo kuweza kuathiri uzalishaji wa mazao ya chakula. Tunashirikiana na maafisa kilimo waliopewa authorized seed inspectors waliopewa mafunzo na TOSCI kwa ajili ya kusaidia katika kila wilaya. Kuna mtu aliyepewa mafunzo kwa ajili ya kusaidia kazi za TOSCI, kutoa taarifa na kukagua. Kwa hiyo tunakagua maghala, tunatembea kwenye maduka kuhakikisha mbegu inayouzwa bado ni bora, kwa sababu mbegu ikishapimwa maabara ndani ya miezi 6 tena inakaguliwa kama ina ubora bado. Mbegu ni kitu hai. Kwa hiyo usipoangalia ubora wake ndani ya miezi 6 tunapima tena kama inaota vizuri. Na hao maafisa wa wilaya wanatusaidia katika kusimamia kazi hii. Nao baadhi ya vijana kutoka programu ya Jenga Kesho Iliyo Bora BBT ambayo inaendeshwa na serikali chini ya Wizara ya Kilimo wamesema uwepo wa mbegu bora ambazo zina sifa zimewezesha kuzalisha mazao ambayo yamekuwa yakikubalika kila sehemu. Hali ya uhalisia tunanufaika sana na taasisi ya TOSCI kwa sababu TOSCI wana mbegu zinazokuja tunathibitisha kwamba zipo kwenye ubora kwa kuona viambata ambavyo vipo katika mifuko ya mbegu ambayo pale tunakuangua na kuona jinsi gani ile mbegu ina ubora kuanzia kwamba imeanzishwa lini na ina expire lini. Kiuhalisia mbegu tunazolima zote tunapata mavuno mazuri kwa sababu tunaona kabisa zimethibitishwa. Maadhimisho ya wiki ya chakula yalianza tangu Oktoba 10 ambapo yamehitimishwa Oktoba 16 mkoani Tanga, yakilenga kutoa elimu pamoja na uelewa juu ya masuala ya kilimo bora pamoja na uzalishaji wa chakula. Asante sana Goodluck Msolla kwa taarifa hiyo. Mgombea ubunge jimbo la Sengerema mkoani Mwanza kupitia Chama cha Mapinduzi CCM Hamis Tabassum ameweka wazi vipaumbele 10 ambavyo atavitekeleza pindi wananchi watakapompa ridhaa ya kuongoza jimbo hilo kwa miaka 5 ijayo. Emmanuel Meshak anayo taarifa zaidi. Akizungumza katika mikutano ya kampeni kwenye kata ya Igarula, Kagunga na Kishinda, amesema vipaumbele vyake vipo katika sekta mbalimbali ikiwemo sekta ya elimu, maji, miundombinu, kilimo, afya pamoja na kuboresha maisha ya wananchi wa jimbo la Sengerema. Ndugu zangu wana Kagunga, nataka kuzungumza na nyinyi leo mambo 10. Hivyo vipeperushi, angalieni nyuma vipeperushi, kuna mambo 10 yako hapo. Swala la maji, na uhakikishieni watu wa Kagunga, hii miaka 5 mtapata maji vitongoji vyote. Swala la pili ni swala la elimu. Ndugu zanguni, tunakuja kuboresha shule zenu zote za kata ya Kagunga na hapa kwenu Nyanchenche. Aidha, Tabasamu amewataka wananchi kupima mashamba yao ili kuongeza thamani na kuendana na mkakati wa serikali wa kuwawezesha wananchi katika kilimo cha umwagiliaji. Ndugu zanguni, pimeni mashamba yenu. Pimeni mashamba yenu kuondoa migogoro. Tunakuja kupima ardhi, tutapima mji wa Nyanchenche, tutapima viwanja. Watu wanajenga nyumba nzuri, zipimwe. Baada ya kujengwa daraja sasa hivi kutoka Nyanchenche kwenda Mwanza saa moja, na kama mko wana ndugu wote majina yenu yaandikwe kwenye hiyo hati ili muwe salama. Sio, mnanielewa vizuri? Kesi mimi sizitaki, nataka kuleta maendeleo. Serikali itakuchimbia kisima kwa ajili ya hiyo hati yako.
utachimbiwa kisima na bado utapewa mbegu, utapewa pampu na sola kwenye kisima chako. Lakini baadaye, ndugu zanguni, ndiko ambako tunakoelekea kwa kilimo cha umwagiliaji. Tunakuja kuandaa miradi mikubwa ya umwagiliaji. Sehemu ambayo itakayonufaika ni nyinyi watu wa Nyanchenche. Kwa upande wake, diwani wa kata ya Kagunga Faustini Masije ameeleza namna atakavyotekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi endapo atachaguliwa katika uchaguzi mkuu utakaofanyika Oktoba 29 mwaka huu. Malakiama rundu emiradi keo seyo wesombola utawasamune na leye simamia nini hapo yoye. Mpigeni makofi. Na Nyanzumula maji mpaka mwaka huko nalala kwenye kisima, maji pamoja na mabarabara na umeme. Tukiyafanya hayo, mheshimiwa mbunge toyo lalalo lotakala makati. Mpigeni makofi. Akiwa nadi wagombea hao, mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi wilayani Sengerema Jackson Mazinzi amewaomba wananchi kuchagua chama hicho, kwani ndicho chenye ilani inayogusa moja kwa moja maisha ya wananchi. Ya Chama cha Mapinduzi ameitetea, ametuletea miradi mikubwa ndani yetu ya kata yetu ya Igarula. Ametuletea maji, ameleta umeme, ameleta zahanati, ameleta mashule ya kisasa, ameleta mabarabara mazuri. Ndio maana tumerudi na mheshimiwa Tabasamu kuja kumwombea kura tarehe 29 mwezi wa 10, tukampe kura nyingi sana. Asante sana Emmanuel Mashak kwa taarifa hiyo. Mgombea ubunge wa jimbo la Lupembe kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi CCM Mheshimiwa Edwin Enoswale amesema kuwa ataenda kukomesha tabia baadhi ya wafanyabiashara wanaofika katika kata ya Ikondo na kununua mazao kwa bei ndogo kwa kisingizio cha ubovu wa miundombinu ya barabara, ambapo amesema atahakikisha katika kipindi cha uongozi wake barabara ya Lupembe Ikondo Lima inakuwa imara na inapitika wakati wote. Taarifa na Ibrahim Mlele kutoka Lupembe Njombe inafafanua zaidi. Mgombea ubunge katika jimbo hilo amezungumza hayo akiwa katika mkutano wa kampeni katika kata ya Ikondo, ambapo amesema kuwa kata hiyo imekuwa ikizalisha mazao ya nafaka kwa wingi, lakini wakulima wamekuwa wakiuza mazao yao kwa bei ya chini, jambo ambalo linarudisha nyuma jitihada za wakulima katika kujikwamua na umaskini. Kwa nini mimi nashughulikia sana hii barabara? Niligundua katika uongozi wangu wafanyabiashara wengi wanapokuja kununua kwenu maharage na mahindi wanawapunja bei, wanasingizia barabara. Hata mabasi wanaweka nauli kubwa kusingizia barabara. Tunataka tudhibiti barabara, tuone watasingizia nini. Nitoe nauli. Mara magari yatakuwa mengi, si ndio? Na wafanyabiashara watakuwa wengi. Kwa ukiniuliza mimi mbunge wenu, kama kuna jambo nalipigania kwa nguvu kubwa ni kuimarisha barabara hii ya mzunguko Lupembe Ikondo Lima Ninga, iimarike vizuri ili tuwakomboe watu wa Ikondo. Ikondo hoye. Ikondo safi. Awali mgombea wa diwani kata ya Ikondo kupitia chama hicho Ayubu Muhelela, pamoja na kueleza changamoto nyingine zinazoikabili kata hiyo, amesema kuwa changamoto ya barabara kutopitika hasa msimu wa masika imekuwa kikwazo kikubwa kwa wakulima, na hivyo anaamini baada ya wananchi kukichagua Chama cha Mapinduzi na kumpitisha mgombea urais Dr. Samia Suluhu Hassan, changamoto hiyo itafanywa kazi na kuondoa kabisa kero hiyo. Wakulima hawa wanajitahidi sana uzalishaji, lakini mazao yao, bei yao ni hafifu sana. Lakini ninaamini kwamba tukiwa na soko, mazao yatakao kwa pamoja, inakuwa rahisi kuwashawishi Wapemba wakaweza kufika Ikondo, wakachukua hayo mazao, ikiwa mazao yatakuwa ipo sehemu moja na bei inakuwa ni rahisi sana na wao namna ya kuweza wafanikisha hao wananchi. Twendeni tukawape kula Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, mbunge wetu, chifu wa maendeleo Swale, na diwani wetu. Hapa Ikondo mengi yamefanyika makubwa, hatuwezi kuyasema. Vituo vya afya sekondari zimejengwa, vyumba vya madarasa, nyumba za walimu. Uongo ukweli ndugu zangu. Na hata barabara hizi zimeimarishwa sana. Kituo hiki kimezungumza na wakazi wa kata ya Ikondo akiwemo Sikujua Nisiru pamoja na Venus Kyakwe ili kufahamu umuhimu wa barabara hii ya Lupembe Ikondo na kuelekea Lima, na hapa
wanaeleza. Mheshimiwa huyu mgombea wa saizi anayegombea tena saizi tunamwamini, maana miaka 5 amefanya vizuri na tunahitaji tena aboreshe huko mbele. Tulikuwa tunaomba waboreshe miundombinu ya barabara, maana barabara hapa ni tatizo. Mvua zikinyesha, barabara haipitiki, magari hayaji. Tunalima mahindi, maharage, lakini changamoto iliyopo usafirishaji wa kusafirisha mazao yapelekwe mjini ni hali ngumu sana. Ngumu kwa kweli kutokana na barabara kama zilivyokaa, miundombinu ni shida. Ila tunaomba sana walipo madarakani sasa wakatusaidie. Kwa miaka mingi kata Ikondo imekuwa ikisifika kwa uzalishaji wa mazao mbalimbali ya nafaka kama vile mahindi na maharagwe. Hivyo uimarishwaji wa barabara hii unakwenda kuongeza kipato kwa wakulima pamoja na halmashauri ya wilaya Njombe. Asante sana Ibrahim kwa taarifa hiyo. Wananchi halmashauri ya Tanganyika mkoani Katavi wametakiwa kuwa na utamaduni wa kujitoa kuchangia damu kwa ajili ya kuokoa maisha ya watu wenye uhitaji. Neema Huseni anayo taarifa zaidi. Akizungumzia zoezi hilo, mtaalamu wa maabara hospitali ya wilaya ya Tanganyika Dr. Saidi Ibrahimu amesema kuna changamoto kubwa ya uhitaji wa damu, huku wananchi waliochangia damu hiyo wakidai wamefanya hivyo kwa ajili ya kuokoa maisha ya ndugu, jamaa na marafiki. Hospitali kuna changamoto kubwa za wagonjwa wakiwa na uhitaji wa damu. Kuna wagonjwa ambao wanaopoteza maisha, lakini kuna ajali za hapa na pale. Watoto wadogo, mama waliojifungua wanapoteza damu nyingi hospitali. Kwa hiyo tuna changamoto na damu haijawahi kutosha kwa sababu hakuna mizizi ambayo inaweza kutengeneza damu. Hakuna kiwanda chochote ambacho kinaweza kutengeneza damu. Nimekuja hapa kuchangia damu ili kusaidia watu wanaopatwa na tatizo la damu. Tujitokeze kwa wingi kuchangia damu ili tusaidie wagonjwa wanaopatwa na hilo tatizo. Tunajua tuna ndugu zetu wana mahitaji wa damu, wapo waliopata ajali, lakini wapo wengine ni wagonjwa lakini wanahitaji damu. Tumeona Chama cha Mapinduzi wilaya Tanganyika kifanye matembezi haya ikiwa ni sababu ya kuweza kuweka zoezi hili la uchangiaji wa damu safi na salama, lakini lengo kubwa kabisa ni kumuunga mkono mama yetu, rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Dr. Samia Suluhu Hassan amejitahidi sana katika sekta ya afya. Kwa maana hiyo na sisi kama wananchi kupitia Chama cha Mapinduzi tumeona sasa tuunge juhudi zake katika kuchangia damu na kuokoa taifa kwa ujumla. Matembezi hayo ni maandalizi ya mapokezi ya mgombea urais wa Chama cha Mapinduzi Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye anatarajia kuingia mkoani Katavi Oktoba 18 kwa ajili ya kunadi ilani ya chama hicho. Asante sana Neema Huseni kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Katika biashara, Tanzania yapanua ujuzi wa ufundi stadi kuendeleza viwanda.